Karibu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Mbugi TV katika kipindi chetu cha maisha ya watakatifu, ikiwa leo ni tarehe 13 ya mwezi Disemba, ambapo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Lucia mfiadini. Karibu tuweze kusikiliza historia yake. Mtakatifu Lucia alizaliwa mwaka 283 huko Sirakusa, Sisilia, katika nchi ya Italia. Wazazi wake walikuwa matajiri. Baba yake alifariki wakati Lucia akiwa na umri wa miaka 5 tu. Toka akiwa mdogo, alidhamiria kutunza usafi wa moyo kwa ajili ya kujiweka wakfu kwa Mungu na kuishi kibikira. Mama yake Eutikia hakufurahi alipojua mipango ya mwanaye. Hivyo, alimposa kwa kijana mmoja tajiri aliyekuwa mpagani. Pengine Lucia alitegemea labda angeweza kumwongoa mumewe kama Mtakatifu Cecilia. Eutikia mama yake Lucia alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa kutokwa na damu. Siku moja Mtakatifu Lucia akiwa usingizini, alipata maono akiongea na Mtakatifu Agata. Katika maono hayo, Mtakatifu Agata alimwambia kwamba kutokana na imani yake kwa Mungu na maombi yake, mama yake angepona ugonjwa wake. Basi, Lucia alimchukua mama yake, wakasafiri maili 50 hadi kwenye kaburi la Mtakatifu Agata kule Catalonia. Wakati wakisali kwa maombezi yake, Eutikia akapona pale pale. Akiwa na moyo wa shukrani kwa Lucia, alimruhusu kuishi ubikira na kugawa mali yake yote kwa maskini. Lucia alipoanza kuwagaia maskini mali zake zote na kwa jumuiya ya kanisa, yule mchumba wake alipoona hayo, alikwenda kumshtaki Lucia kwa gavana wa Sisilia Paschasius kwamba Lucia ni Mkristo na kwamba amekataa kuolewa naye. Ilikuwa wakati wa madhulumu ya Kaisari Dioklesiano. Kaisari aliamini kuwa ili kuleta umoja na utengano katika dola ya Roma, watu wote lazima waabudu miungu ya Roma. Kwa hiyo, ili kuimarisha dola ya Roma, Wakristo lazima waabudu miungu hiyo, la sivyo wanapaswa kuuawa. Kwa sababu ya imani yake kwa Kristo, Lucia aliteswa na kutendewa kwa aibu ili akane dini yake. Kaisari aliamuru aaibishwe kwa kubakwa, lakini jambo hilo halikufanikiwa. Basi, Lucia alipelekwa mbele yake, na alipokataa kabisa kuzitolea sadaka sanamu, alihukumiwa akokotwe hadi nyumbani kwa mwanamke mmoja kahaba. Lakini Lucia alikaa imara, wala hakuna aliyeweza kumng'oa hapo alipokuwa akisimama. Askari wakajaribu kumchoma moto, lakini hakuungua. Ndipo mkuu wa mkoa akaamuru Lucia auawe kwa upanga. Basi, koo lake lilikatwa kwa upanga, naye hakafa. Ilikuwa tarehe 13 ya mwezi Disemba mwaka 304. Mtakatifu Lucia ni mmojawapo wa wafiadini na mabikira wanaojulikana sana tangu karne ya 4, na ibada ya kumheshimu imeenea mahali pengi duniani. Aliheshimiwa sana mjini Roma katika karne ya 6, na hata jina lake liliandikwa katika sala ya Ekaristi ya kwanza. Hiyo ndiyo historia ya mtakatifu wetu wa leo, ambaye ni Mtakatifu Lucia mfiadini.
Tuungane na Mtakatifu Lucia katika tafakari yake inayosema, wale wenye moyo safi ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, Mama Kanisa pia kwa siku ya leo anaadhimisha kumbukumbu ya watakatifu wengine ambao ni watakatifu Odilia na Tasilo. Hao ndio watakatifu wetu wa leo. Tumsifu Yesu Kristo. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.